Simama hapo chini ulipo na utembee. Nimepona. Simama sasa na utembee kwa miguu yako. Sauti ya nabii wa maono ilisikika kwa nguvu mbele ya kanisa, na mara moja ukimya mzito ukatanda ndani ya ukumbi mzima. Macho yote yakageukia mbele, ambapo mgonjwa aliyekuwa amelala kwa muda mrefu alikuwa amewekwa karibu na madhabahu. Watu walishika pumzi zao wakisubiri kuona nini kitatokea baada ya amri hiyo ya ghafla. Hali ya hofu na matumaini ilijaa ndani ya mioyo ya kila mtu aliyekuwepo. Mgonjwa huyo alianza kutikisika polepole, kana kwamba kuna nguvu isiyoonekana inamvuta kutoka chini. Mikono yake ilianza kusogea na mwili wake ukajibu kwa hali isiyo ya kawaida. Watu walizidi kushangaa, huku wakitazama kwa makini kila mabadiliko. Hakuna aliyethubutu kusema neno lolote, kwa sababu tukio hilo lilikuwa linazidi kuwa la ajabu. Ndani ya muda mfupi, mgonjwa alianza kuinuka polepole kutoka chini, huku akitetemeka. Alisimama kwa shida, huku machozi yakianza kumtoka kwa mshangao na furaha. Watu walipoona akisimama kabisa, kelele za mshangao zililipuka ghafla ndani ya kanisa lote. Wengine walipiga magoti mara moja kuamini wameona nguvu ya Mungu. Nabii wa maono alisimama katikati ya jukwaa akiwa na uso wa kujiamini sana. Aliinua mikono yake juu na kupaza sauti akisema kuwa hiyo ni nguvu ya Mungu inayofanya kazi kupitia yeye. Maneno yake yaliwagusa watu moja kwa moja na kuongeza imani yao kwa kiwango kikubwa. Kila mtu alihisi kuwa yupo mbele ya jambo lisilo la kawaida kabisa. Hali ya ukumbi ilibadilika ghafla na kuwa ya msisimko mkubwa sana. Watu waliinua mikono yao juu, huku wengine wakilia kwa furaha isiyoelezeka. Imani ilianza kuenea kwa kasi ndani ya mioyo ya waliohudhuria. Hakuna aliyekuwa tayari kupinga kile alichokiona mbele yake. Baada ya tukio hilo, watu wengi walijikuta wakiwa na matumaini mapya moyoni mwao. Wale waliokuwa wamekata tamaa walihisi kuwa sasa kuna suluhisho la matatizo yao. Kila mmoja aliamini kuwa anaweza kupata muujiza wake. Hali hiyo iliwafanya kuwa tayari kufanya chochote ili kufikia kile walichokiona. Ndipo nabii wa maono alipotangaza kuwa kuna hatua nyingine muhimu ya kufuata. Alisema yoyote anayetaka kuona maono ya maisha yake lazima asogee mbele. Alisisitiza kuwa maono ya kweli hayapatikani bila imani inayoonekana kwa matendo. Na ndipo alipoelekeza watu kutoa sadaka kubwa. Watu walitazamana kwa mshangao kwa muda mfupi, lakini hawakuwaza kupinga. Tukio la muujiza lilikuwa limewafanya waamini kila kitu bila shaka yoyote. Kila mmoja alihisi kuwa huu ni wakati wake wa kubadilisha maisha. Hivyo walikubali masharti hayo bila kuuliza maswali. Watu walianza kusogea mbele kwa wingi mkubwa, wakiwa na pesa mikononi mwao. Walitoa sadaka zao kwa haraka, wakiamini kuwa hiyo ndiyo njia ya kufunguliwa. Kila mmoja alifanya hivyo kwa matumaini makubwa ya kuona maisha yake yakibadilika. Hakuna aliyekuwa tayari kubaki nyuma. Kanisa lilikuwa limejaa watu waliotoka maeneo mbalimbali, kila mmoja akiwa na sababu yake ya kuwepo pale. Baadhi walikuwa wagonjwa, wengine walikuwa na matatizo ya kifedha au kifamilia, lakini wote walikuwa na tumaini moja: kupata suluhisho kupitia nabii wa maono. Tukio lile lilikuwa limewaunganisha katika imani moja kubwa. Macho ya watu yalionyesha hamu kubwa ya kupata majibu ya maisha yao. Wengi wao walikuwa wamekata tamaa kabla ya kufika hapo. Tukio lile liliwapa nguvu mpya na matumaini mapya. Walihisi kuwa hapa ndipo mwanzo wa mabadiliko yao. Nabii aliendelea kuwahamasisha watu kutoa zaidi na zaidi. Alisema kadri sadaka inavyokuwa kubwa, ndivyo maono yanavyokuwa wazi zaidi. Watu waliongeza kiwango cha pesa walichokuwa wanatoa. Hali ya ushindani wa kiimani ikaongezeka ndani ya kanisa. Baadhi ya watu walianza kulia kwa furaha kubwa sana. Walihisi kuwa ndoto zao zinaenda kutimia muda si mrefu. Moyo wa kila mtu ulikuwa umejaa matumaini makubwa yasiyoelezeka. Hakuna aliyekuwa tayari kurudi nyuma. Hali ya ukumbi ilijaa kelele za watu waliokuwa wakimiminika mbele. Watu walikuwa wakisukumana ili wafike karibu zaidi na madhabahu. Kila mmoja alitaka kuguswa au kuonwa na nabii. Hakuna aliyekuwa anataka kukosa nafasi hiyo. Nabii wa maono aliendelea kusimama mbele akiwa na mamlaka makubwa. Alitazama watu wake kwa kujiamini sana, kana kwamba anajua kila kitu.
Hakuna aliyethubutu kumtilia shaka hata kidogo. Alionekana kuwa juu ya kila mtu aliyekuwepo pale. Lakini nyuma ya tukio hilo kulikuwa na ukweli uliojificha. Ukweli ambao hakuna aliyeweza kuuona kwa macho ya kawaida. Watu walikuwa wamefunikwa na hisia za muujiza waliouona. Hakuna aliyekuwa makini kuchunguza kwa undani. Siri kubwa ilikuwa inaanza kujengwa polepole sana. Kila tukio lilikuwa sehemu ya mpango mkubwa uliopangwa kwa ustadi. Lakini bado hakuna aliyekuwa anajua hilo. Kila kitu kilionekana kuwa halisi kabisa mbele ya macho yao. Moyo wa kila muumini ulikuwa umefungwa na imani hiyo. Walikuwa tayari kufuata kila alichosema nabii bila mashaka yoyote. Hakuna aliyekuwa tayari kupinga wala kuuliza swali. Wote walikuwa wameingia ndani kabisa ya mfumo huo. Na hapo ndipo hadithi ya kweli ilianza rasmi kuonekana. Tukio hilo lilikuwa mwanzo wa kila kitu kitakachofuata mbele. Hakuna aliyejua kitakachotokea baadaye katika safari hiyo. Lakini ukweli ulikuwa unakaribia kujitokeza polepole sana. Baada ya tukio lile la muujiza, jina la nabii wa maono lilienea kwa kasi katika mji mzima. Watu wengi walimiminika kanisani kwake wakitafuta msaada wa kiroho na kimwili. Kila mtu aliamini kuwa yupo mbele ya mtu mwenye nguvu za kipekee. Kanisa lilianza kujaa kila siku bila kupungua. Nabii aliendelea kufanya matukio yaliyowafanya watu kuamini zaidi na zaidi. Alimtaja mtu mmoja na kusema kuwa ana pesa zilizopotea hivi karibuni. Mtu huyo aliposimama, alithibitisha kuwa kweli pesa zake zimepatikana ghafla. Watu wakapiga kelele za mshangao na kuamini bila shaka. Katika tukio jingine, alimuita mwanamume mmoja aliyekuwa amekaa mbali na mbele. Alimwambia anaumwa kichwa kwa muda mrefu bila kupata nafuu. Mwanamume huyo alikubali na kuanza kulia mbele ya watu wote. Baada ya kuombewa, alianguka na kudai amepona kabisa. Watu waliendelea kushuhudia matukio hayo bila kujua kilichokuwa kinaendelea nyuma ya pazia. Kila tukio lilionekana kuwa la ajabu na la kushangaza sana. Hakuna aliyekuwa tayari kuuliza maswali. Imani yao ilizidi kuongezeka kila siku. Nabii alisisitiza kuwa sadaka kubwa ndiyo siri ya kupata muujiza mkubwa. Alisema kuwa wale wanaotoa zaidi hupokea zaidi. Watu walichukua maneno hayo kwa uzito mkubwa sana. Walianza kutoa fedha nyingi zaidi kwa matumaini ya kupata matokeo makubwa. Baadhi ya watu walitoa pesa walizokuwa wamehifadhi kwa muda mrefu sana. Wengine walikopa fedha ili waweze kutoa sadaka kubwa zaidi. Wote walifanya hivyo kwa sababu ya imani waliojenga ndani yao. Hakuna aliyekuwa tayari kubaki nyuma katika imani hiyo. Lakini nyuma ya matukio hayo yote kulikuwa na mpango uliofichwa vizuri sana. Baadhi ya watu waliokuwa wakionekana kupona walikuwa wamepangwa kabla ya ibada. Walikuwa wanajua nini cha kufanya na lini wafanye. Hii ilifanya kila tukio lionekane la kweli kabisa. Nabii alihakikisha kuwa kila tukio linaonekana halisi mbele ya watu. Alitumia maneno yenye nguvu kuwashawishi waumini wake. Kila hatua ilipangwa kwa ustadi mkubwa sana. Hakuna aliyegundua mchezo uliokuwa unaendelea. Usiku ulipofika, nabii hakubaki kanisani kama watu walivyodhani. Alikusanya sehemu ya pesa zote zilizotolewa siku hiyo, kisha akaondoka kimya kimya bila mtu kujua. Safari yake ilikuwa ya siri sana. Alienda mbali nje ya mji hadi eneo tulivu lililokuwa na giza. Huko alikutana na mtu aliyemwita mkuu wake. Mtu huyo alionekana kuwa na mamlaka makubwa juu yake. Mazungumzo yao yalikuwa ya siri sana. Kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka, nabii alimkabidhi sehemu ya pesa hizo. Alifanya hivyo kwa hofu kubwa iliyokuwa ndani yake. Mkuu wake alipokea pesa hizo kwa utulivu mkubwa. Macho yake yalionyesha ukali wa ajabu.
Mkuu huyo alimkumbusha kuwa lazima aendelee kuleta pesa nyingi zaidi. Alisema kuwa mafanikio yake yanategemea utii wake kamili. Pia alimwonya kuwa akishindwa, kila kitu kingeisha ghafla. Maneno hayo yalimfanya nabii kuogopa zaidi. Hapo ndipo ilifichuka kuwa maisha ya nabii hayakuwa huru kama watu walivyodhani. Kila alichokuwa nacho kilikuwa kinadhibitiwa na mtu mwingine. Hata mali zake zilikuwa sehemu ya makubaliano ya siri. Ukweli huo ulikuwa umefichwa kwa ustadi mkubwa. Baada ya mazungumzo hayo, nabii alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi. Hofu ilianza kuingia ndani ya moyo wake polepole. Alijua kuwa anapaswa kuendelea na mchezo huo bila kukosea. Vinginevyo, angepoteza kila kitu. Kesho yake alirudi kanisani kama kawaida, kana kwamba hakuna kilichotokea. Alisimama mbele ya watu akiwa na uso wa kujiamini sana. Hakuna aliyegundua kuwa alikuwa na hofu ndani yake. Aliendelea kuigiza maisha ya mtu mwenye nguvu. Aliendelea kufanya miujiza ile ile iliyowafanya watu waamini zaidi. Watu walizidi kumimina kwa wingi kubwa zaidi. Kila mtu alitaka kuwa sehemu ya kile kilichokuwa kinaendelea. Hakuna aliyekuwa tayari kubaki nyuma. Sadaka ziliendelea kuongezeka kila siku bila kupungua. Watu walitoa kwa matumaini makubwa ya kupata msaada. Nabii aliendelea kuwahamasisha kufanya hivyo. Hali hiyo ilimfanya kuwa tajiri zaidi. Lakini ndani yake, nabii alianza kuhisi hofu isiyoelezeka kabisa. Alijua kuwa kile anachofanya si sahihi, lakini hakuwa na njia ya kurudi nyuma. Alilazimika kuendelea ili kulinda kila alichokuwa nacho. Kila usiku ulikuwa mzito kwake, akiwa na mawazo mengi kichwani. Alianza kuona dalili za hatari zinazokuja mbele yake, lakini bado aliendelea na mchezo huo bila kusimama. Ukweli ulikuwa unakaribia kufichuka, na hapo ndipo matukio yalianza kuelekea upande usiotarajiwa kabisa. Kila kitu kilianza kubadilika pole pole bila watu kugundua. Siri iliyokuwa imefichwa kwa muda mrefu ilianza kusogea karibu, lakini hakuna aliyekuwa tayari kwa kile kitakachofuata. Siku iliyofuata, nabii wa maono alisimama mbele ya kanisa akiwa na tabasamu la kujiamini. Alitangaza kuwa kuna njia mpya ya kupokea maono ya maisha. Watu wote walikaa kimya wakisubiri kusikia zaidi. Hali ya ukumbi ilikuwa imejaa hamu na matarajio makubwa. Alitoa vioo vidogo na kuanza kuwagawia waumini mmoja baada ya mwingine. Aliwaambia wavichukue kwa imani kubwa bila kuhoji. Kila mtu alipokea kioo chake kwa heshima na hofu kidogo. Hakuna aliyekuwa anajua lengo halisi la zoezi hilo. Nabii aliwaelekeza waende navyo nyumbani na walale wakiwa wameviweka karibu nao. Alisema kuwa usiku huo kila mmoja angepata maono ya maisha yake. Watu walifurahi sana kusikia maneno hayo. Walihisi kuwa sasa watajua siri za maisha yao. Usiku ulipofika, waumini walifanya kama walivyoelekezwa bila kusita. Wengi wao walilala wakiwa na matumaini makubwa moyoni. Wengine walikesha wakisubiri kuona maono hayo. Lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa na walivyodhani. Wakati wao wakiwa majumbani mwao, watu wa nabii walikuwa wakifanya kazi kwa siri. Walikuwa wakikusanya taarifa za maisha ya waumini mmoja baada ya mwingine. Hakuna aliyegundua kuwa alikuwa anafuatiliwa. Kila kitu kilifanyika kwa ustadi mkubwa sana. Baadhi ya watu walifuatiliwa moja kwa moja bila wao kujua. Wengine walichunguzwa kupitia majirani au marafiki zao. Taarifa zote zilirekodiwa kwa umakini mkubwa. Hakuna kitu kilichoachwa bila kujulikana. Kesho yake, kanisa lilijaa tena watu waliokuwa na hamu ya kusikia maono yao. Kila mmoja alikuwa anasubiri kuitwa jina lake. Hali ya ukumbi ilikuwa ya msisimko mkubwa sana. Watu walikuwa wamejaa imani na matarajio makubwa. Nabii wa maono alianza kuwataja watu mmoja baada ya mwingine mbele ya kanisa. Alianza kuelezea mambo ya ndani kabisa ya maisha yao. Watu walishangaa kusikia mambo ambayo hakuna mtu mwingine aliyekuwa anajua. Hali hiyo iliwafanya kuamini zaidi. Alimwambia mwanamke mmoja kuwa alilia usiku akihisi kukata tamaa.
Mwanamke huyo alishangaa sana na kuanza kulia mbele ya watu. Alithibitisha kuwa kweli alifanya hivyo usiku uliopita. Watu wakapiga kelele za mshangao mkubwa. Kwa mtu mwingine, nabii alisema maneno aliyosema akiwa peke yake. Mtu huyo alitetemeka kwa hofu na kushangaa sana. Alikiri kuwa hakuna aliyesikia maneno hayo isipokuwa yeye mwenyewe. Hali hiyo iliwafanya watu kuamini kuwa nabii anaona kila kitu. Watu walianza kuhisi kuwa hakuna siri inayoweza kufichika mbele ya nabii. Imani yao iliongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Walimchukulia kama mtu wa kipekee sana duniani. Hakuna aliyekuwa tayari kupinga kile alichokifanya. Sadaka zilianza kuongezeka zaidi kuliko siku zilizopita. Watu walitoa pesa kwa wingi mkubwa, wakiamini kuwa maono yao yanakaribia kufunguliwa zaidi. Nabii aliendelea kuwahamasisha kufanya hivyo. Kila mtu alitaka kuwa karibu zaidi naye. Baadhi ya watu walijitolea kutoa kila walichokuwa nacho. Walifanya hivyo kwa matumaini ya kubadilisha maisha yao. Hakuna aliyekuwa anafikiria kupoteza, bali kupata. Imani yao iliwafunika kabisa. Nabii aliendelea kutumia mbinu hiyo kwa siku nyingi bila kugunduliwa. Kila siku kulikuwa na maono mapya kwa watu tofauti. Watu walizidi kumiminika kwa wingi zaidi. Umaarufu wake uliongezeka kwa kasi kubwa sana. Lakini nyuma ya yote hayo, kulikuwa na ukweli uliokuwa umefichikwa kwa ustadi mkubwa sana. Kila maono yalikuwa yanatokana na taarifa zilizokusanywa kwa siri. Hakuna aliyekuwa anajua hilo. Watu waliendelea kuamini kila kitu bila mashaka. Wasaidizi wake walifanya kazi usiku na mchana kukusanya taarifa. Walihakikisha kuwa kila mtu anaonekana kama amefunuliwa siri zake. Kila kitu kilifanywa kwa mpangilio mkubwa. Hii ilifanya mchezo uendelee bila kukatishwa. Nabii wa maono alizidi kupata heshima kubwa mbele ya watu. Watu walimchukulia kama mtu asiye na mipaka ya kujua mambo. Hakuna aliyekuwa tayari kumtilia shaka. Alionekana kuwa na nguvu za ajabu sana. Lakini ndani yake, hofu ilianza kuongezeka polepole. Alijua kuwa kile anachokifanya si cha kweli, lakini hakuwa na njia ya kusimama. Aliendelea na mchezo huo kwa sababu ya faida aliyokuwa anapata. Kila siku ilimleta karibu zaidi na ukweli utakaofichuka. Alianza kuona dalili za hatari zinazokuja mbele yake, lakini bado aliendelea bila kusimama. Mwisho ulikuwa unakaribia polepole. Na hapo ndipo tukio kubwa lilianza kujitengeneza bila watu kujua. Kila kitu kilikuwa kinaenda kuelekea mabadiliko makubwa sana. Ukweli ulikuwa unakaribia kufunuliwa hadharani, lakini hakuna aliyekuwa tayari kwa kile kitakachotokea. Kadri siku zilivyoendelea, umaarufu wa nabii wa maono ulizidi kuongezeka kwa kasi kubwa sana. Watu walimiminika kutoka maeneo mbalimbali wakitafuta maono na miujiza. Kanisa lilikuwa likijaa kila siku bila nafasi ya kupumua. Hali hiyo ilimfanya aonekana kama mtu mwenye nguvu isiyo ya kawaida. Lakini nyuma ya mafanikio hayo, shinikizo kutoka kwa mkuu wake lilizidi kuongezeka. Kila usiku alitakiwa kupeleka sehemu ya fedha alizokusanya. Mkuu wake alionekana kutoridhika na kiasi alichokuwa akipeleka. Maneno yake yalizidi kuwa makali na ya kutisha. Siku moja, mkuu wake alimwambia wazi kuwa kiwango cha fedha lazima kiongezeke. Alimkumbusha kuwa mafanikio yake yote yanategemea utii wake. Pia alimuonya kuwa akishindwa, angepoteza kila kitu alichokuwa nacho. Maneno hayo yalimfanya nabii kuingiwa na hofu kubwa. Baada ya tukio hilo, nabii alianza kubadilisha mbinu zake za kanisani. Alianza kuongeza masharti ya sadaka kwa waumini wake. Alisema kuwa maono makubwa yanahitaji sadaka kubwa zaidi. Watu waliendelea kuamini bila kuuliza maswali. Waumini wengi walianza kuteseka kimya kimya kwa sababu ya masharti hayo. Baadhi walitoa fedha walizokuwa hawana ili kupata maono. Wengine walikopa pesa kwa matumaini ya kubadilisha maisha yao. Hakuna aliyekuwa tayari kupinga kwa sababu ya imani waliojenga. Kadri siku zilivyoenda, baadhi ya wagonjwa hawakupona licha ya kutoa sadaka kubwa. Walianza kupata mashaka, lakini waliogopa kusema hadharani. Walihisi labda tatizo liko kwao wenyewe. Hii iliwafanya kuendelea kukaa kimya. Nabii aliendelea kuigiza kuwa na nguvu kubwa mbele ya watu. Alizungumza kwa ujasiri na kujiamini kila alipokuwa madhabahuni.
Hakuna aliyegundua kuwa ndani yake kulikuwa na hofu kubwa. Aliendelea kuficha ukweli huo kwa ustadi mkubwa. Kila usiku mawazo yalizidi kumjaa kichwani mwake bila kupumzika. Alianza kupoteza usingizi kwa sababu ya hofu iliyokuwa inamkabili. Alijua kuwa maisha yake yako kwenye hatari kubwa, lakini hakuwa na njia ya kurudi nyuma. Wasaidizi wake waliendelea kufanya kazi ya kukusanya taarifa kama kawaida. Walihakikisha kuwa kila siku kuna maono mapya ya kuwashangaza watu. Mfumo huo uliendelea kufanya kazi bila kusimama. Hakuna aliyegundua mchezo uliokuwa unaendelea. Sadaka ziliongezeka zaidi na zaidi kadri siku zilivyoenda. Watu walitoa kwa matumaini makubwa ya kupata msaada. Nabii aliendelea kuwahamasisha kufanya hivyo bila kuchoka. Hali hiyo ilimfanya kupata fedha nyingi sana. Lakini pamoja na utajiri huo, amani yake ilianza kupotea polepole. Alianza kuhisi kuwa kuna kitu kibaya kinakaribia kutokea. Hofu ilianza kumtawala kila alipokuwa peke yake. Hakuwa anajua ni lini ukweli ungefichuka. Alianza kuona ndoto mbaya usiku zinazomfanya kuamka akiwa na hofu. Ndoto hizo zilionyesha mambo aliyokuwa akifanya kwa siri. Alianza kuhisi kuwa kuna nguvu inayomfuatilia. Hali hiyo ilimfanya zidi kuogopa zaidi. Hata alipokuwa kanisani, hakuweza tena kuwa na utulivu kama hapo awali. Alianza kusahau baadhi ya mambo aliyokuwa anasema. Wakati mwingine alionekana kutetemeka mbele ya watu, lakini bado alijitahidi kuficha hali hiyo. Baadhi ya waumini walianza kugundua mabadiliko polepole. Waliona kuwa nabii hakuwa yule wa mwanzo kabisa, lakini waliogopa kusema kwa sababu ya heshima waliojenga. Hali hiyo iliwafanya kuendelea kunyamaza. Mkuu wake aliendelea kumtaka fedha zaidi bila huruma. Hakujali hali ya nabii wala waumini wake. Alitaka tu kuona kiwango kinaongezeka. Kila siku alitaka kuona kiwango kinaongezeka. Shinikizo hilo lilimfanya nabii kukosa kabisa amani. Nabii alianza kufikiria jinsi ya kuendelea bila kushindwa. Alijua kuwa akishindwa angepoteza kila kitu mara moja. Hali hiyo ilimfanya aendelee kuigiza hata zaidi. Hakutaka kupoteza heshima yake mbele ya watu. Kila siku ilionekana kuwa ngumu zaidi kuliko iliyopita. Hali ya ndani yake ilizidi kuwa mbaya sana. Alijikuta akizidi kuingia kwenye hofu isiyo na mwisho. Lakini bado aliendelea mbele bila kusimama. Watu waliendelea kumwamini bila kujua kinachoendelea ndani yake. Waliona tu mafanikio na miujiza ya nje. Hakuna aliyekuwa anajua mateso aliyokuwa nayo ndani yake. Ukweli ulikuwa umefichwa vizuri sana. Lakini kadri muda ulivyopita, mambo yalianza kuelekea mwisho wake. Dalili za hatari zilianza kuonekana wazi zaidi. Kila kitu kilionyesha kuwa kuna tukio kubwa linakuja. Hakuna aliyekuwa tayari kwa hilo. Na hapo ndipo siku ya mwisho ilianza kusogea kwa kasi kubwa. Tukio ambalo lingegeuza kila kitu lilikuwa karibu sana. Ukweli ulikuwa unakaribia kufunuliwa hadharani, lakini hakuna aliyekuwa tayari kwa kile kitakachotokea. Siku hiyo kanisa lilikuwa limejaa kuliko siku zote, watu wakisubiri muujiza mwingine mkubwa. Mgonjwa mmoja aliletwa mbele akiwa katika hali mbaya sana. Watu walikaa kimya wakitazama kwa makini kila hatua iliyokuwa inaendelea. Hali ya ukumbi ilikuwa imejaa matarajio makubwa sana. Nabii wa maono alisogea mbele kwa kujiamini kama siku zote zilizopita. Aliinua mikono yake juu na kuanza kumwombea mgonjwa huyo kwa sauti kubwa. Maneno yake yalikuwa na nguvu, lakini ndani yake kulikuwa na hofu kubwa. Hakuna aliyegundua hali hiyo mwanzoni. Dakika chache zilipita bila mabadiliko yoyote kwa mgonjwa. Watu walianza kutazamana kwa mashaka kidogo kidogo. Nabii aliongeza nguvu ya sauti yake na kujaribu tena kwa nguvu zaidi. Lakini bado hakuna kilichotokea. Mgonjwa aliendelea kubaki pale pale bila kusogea hata kidogo. Ukumbi mzima ulianza kuingia katika ukimya mzito wa wasiwasi. Baadhi ya watu walianza kunong'ona kwa hofu. Hali hiyo ilianza kuleta taharuki polepole. Nabii alijaribu tena kwa mara nyingine kwa nguvu kubwa zaidi. Alipaza sauti kana kwamba anataka kulazimisha muujiza utokee. Lakini ghafla mwili wake ulianza kutetemeka vibaya. Sauti yake ikaanza kupoteza nguvu mbele ya watu. Ghafla, mtu mgeni aliyekuwa amekaa nyuma ya kanisa alisimama taratibu. Hakuna aliyekuwa amemtilia maanani hapo awali. Akaanza kusali kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka ya ajabu. Hali ya ukumbi ikabadilika ghafla kabisa. Nguvu ya ajabu ilianza kujaza kanisa lote bila kueleweka.
Watu walihisi hali tofauti kabisa na ile ya mwanzo. Nabii wa maono alianza kuonekana dhaifu ghafla mbele ya watu. Uso wake ulionyesha hofu kubwa isiyoelezeka. Mgeni huyo aliendelea kusali kwa utulivu, lakini kwa nguvu kubwa sana. Sauti yake ilianza kusikika wazi zaidi kila sekunde ilivyopita. Watu wote waligeuza macho yao kumtazama kwa mshangao. Hakuna aliyekuwa anajua yeye ni nani hasa. Ndani ya muda mfupi, mgonjwa alianza kusogea polepole, tofauti na mwanzo. Mwili wake ulianza kujibu kwa hali isiyo ya kawaida. Watu walishangaa kuona mabadiliko hayo ya ghafla. Mshangao mkubwa ulitanda kila kona ya kanisa. Mgonjwa huyo alisimama polepole na kuanza kutembea mbele ya watu wote. Kelele za mshangao zililipuka tena ndani ya ukumbi nzima. Lakini safari hii macho yote hayakuwa kwa nabii wa maono, yalikuwa kwa yule mtu mgeni aliyesimama nyuma. Nabii wa maono alisimama akiwa hana nguvu kabisa. Alionekana kuchanganyikiwa na kushindwa kuelewa kinachoendelea. Mikono yake ilitetemeka na macho yake yalikuwa na hofu. Heshima yake ilianza kuporomoka mbele ya watu. Watu walianza kunong'ona kwa sauti za chini wakishangaa hali hiyo. Baadhi yao walionekana kupoteza imani waliojenga hapo awali. Moyo wa kila mtu ulianza kubadilika polepole. Ukweli ulianza kuonekana wazi zaidi. Mgeni huyo alisimama kwa utulivu bila kujionyesha wala kuongea mengi. Alimtazama nabii kwa macho yenye mamlaka makubwa. Hakukuwa na kelele wala drama kutoka kwake, lakini uwepo wake ulijaa nguvu isiyoelezeka. Ghafla, nabii wa maono alianza kutetemeka kwa nguvu zaidi. Mwili wake ulianza kushindwa kusimama vizuri mbele ya watu. Macho yake yalionyesha hofu kubwa sana. Hali hiyo ilifanya watu kushangaa zaidi. Ndani ya sekunde chache, nabii alianguka chini ghafla bila mtu kumgusa. Ilionekana kama kuna nguvu isiyoonekana imemdondosha. Ukumbi mzima ukabaki kimya kabisa kwa mshangao mkubwa. Hakuna aliyesema hata neno moja. Watu walitazama tukio hilo wakiwa hawajui kinachoendelea. Baadhi walishika vichwa vyao kwa mshangao. Wengine walibaki wamesimama bila kusogea hata kidogo. Hali ya hofu ilianza kuenea ndani ya kanisa. Baada ya muda mfupi, nabii alianza kuamka polepole kutoka chini. Uso wake ulikuwa umejaa hofu na kuchanganyikiwa. Alitazama watu bila kusema chochote kabisa. Hakukuwa tena na kujiamini ndani yake. Ghafla alisimama kwa haraka na kuanza kukimbia kuelekea nje ya kanisa. Hakusema neno wala kuangalia nyuma hata mara moja. Watu walibaki wakimwangalia kwa mshangao mkubwa sana. Hakuna aliyethubutu kumfuata. Ndani ya muda mfupi, nabii alitoweka kabisa na hakurudi tena baadaye. Hakuna aliyejua alikokwenda wala kilichompata baada ya hapo. Tukio hilo liliacha watu wakiwa na maswali mengi sana. Hakuna aliyekuwa na majibu ya uhakika. Asante sana kwa kuangalia video hii mpaka mwisho. Natumaini umeipenda na umejifunza kitu muhimu na kikubwa kupitia story hii. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili usikose video nyingine kali zaidi. Acha maoni yako hapa chini, tuambie umejifunza nini na unatizama video hii ukiwa wapi. Tutaonana kwenye video inayofuata. Bye!